Karibu sana, hello weekendi, karibu UTV, karibu Jumapili nyingine nzuri kabisa. Tunakutana hapa kama ilivyo kawaida yetu. Siku ya Jumapili ni mahususi kabisa kwa ajili ya kujadili na kupitia simulizi ambazo wenzetu wamepitia katika maisha yao. Langu jina ni Meryl Simbaya na mwenzangu ni nami ni David Wakarungi. Tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu tuweze kuangalia wenzetu wanapitia nini kwa ajili ya kujifunza. Siku ya leo tutakuwa na ile kutereza sio kuanguka. Lakini ina mpango wa kwanza unaposhindikana, mpango wa pili unafuata. Je, unao mpango wa pili? Hilo sasa nalo ni la kufahamu. Au mpango wa pili unapatikanaje? Usije kaa huko kwenye mpango wa pili ukijua huko kwenye wa kwanza. Inawezekana? Unaweza kuwa kama umefika kumbe ushafika. Sawa. Kama ilivyo kawaida lazima tuumulike ambayo wenzetu wanayapitia kwenye maisha yao na kujifunza na sisi kupitia hayo. Lakini kipekee kabisa tunakuwa na mgeni, na leo hapa studio mgeni tutakayejadili naye hili tutakuwa na Victor Mwambene. Huyu ni mshauri mwelekezi katika eneo zima la uchumi. Karibu sana Victor. Asante sana. Tumefurahi kuwa na wewe. Nashukuru sana. Kuja kwenye kipindi leo ulikuwa mpango wa kwanza wa pili? Leo ulikuwa mpango wa kwanza. Na sikuwa na mpango mwingine. Nikajua ulikuwa wa pili. Asante sana. Sawa. Na mpango wetu wa pili sasa baada ya kufungua kipindi ni kupata burudani. Kabla tujaenda kuangalia mpango wa kwanza uwe ni nini? Mpango Simulizi. wa kwanza. Tusimwache sana. Usijali, nipo kwa ajili yako. Mpango wa pili. Mpango wa kwanza tumeshaumaliza. Mpango wa pili tupate simulizi. Mpango wa pili tunapata simulizi kutoka mpango wa tatu. Lakini nataka kujua wewe unayo plan B? Plan B sina. Au ndio utaki kutuambia? Sina plan B. Jamaa mmoja anasema fanya vitu vyako kwa siri kiasi kwamba watu wanakushauri kujenga huku tayari wewe unaishi kwenye nyumba yako. Yaani watu waelewi mipango yako hadi wanakushauri jenga. Kumbe ile unaishi ni nyumba yako. Okay, Angela Mondi alituandalia makala hii fupi ambapo alikutana na kijana ambaye anaitwa Hamis Mambo Masud. Huyu ni kijana mjasiriamali na kisha kutuandalia hiki. Karibu sana Angela. Licha ya serikali kuendelea kuboresha mifumo ya upatikanaji ajira, bado kumekuwa na upungufu wa fursa katika mashirika ya umma na sekta binafsi ukilinganisha na idadi ya vijana wanaotafuta ajira. Ajira ni changamoto. Hatuwezi kupata wote ajira kwa sababu kuna scarcity ya ajira. Masud Mambo ni miongoni mwa vijana ambao hawakungoja fursa zimtafute bali kuzitafuta, akianzisha biashara ya uzaji matunda baada ya kukosa ajira, na leo ni miongoni mwa wafanyabiashara na wasambazaji wa matunda maarufu jijini Dar es Salaam. Majina yangu kamili ni Hamisi Mambo Masud, lakini maarufu ndio hilo Masud Mambo hizi. Nimetokea Kigoma, ndio nyumbani kwetu. So I was born there 1996. Nimesoma primary kule, nimesoma secondary Kigoma, lakini pia hata elimu yangu ya upili kwa maana advance nimesoma pia Kigoma. Nimesoma Ujiji High School advance, nimesoma Mwananchi Secondary ambayo iko Kigoma pia Mwanga pale. Nimesoma Uhuru Primary School pia ipo Kigoma. Nimekuja Dar es Salaam chuo kikuu 2017. Nimeanza mwaka wa kwanza 2017 ambao nilikuwa nasoma historia na science ya siasa, Bachelor of Arts in History and Political Science. Kwa hiyo historia yangu mimi nimetokea Kigoma. Nimekuja Dar es Salaam kwa sababu ya chuo. Yaani chuo ndio kimenileta Dar es Salaam. Baada ya chuo kikuu nikaanza kufanya biashara zangu za hapa na pale mpaka leo hii. Pengine kwa upande wako swala la ajira lilikuwaje Masud? Historia yangu kipindi kwa chuo nilikuwa na maswali mengi najiuliza, especially kipindi kwa mwaka wa mwisho. Mimi Masud nyumbani kwetu ni Kigoma. Naenda kuhitimu chuo kikuu. Nipo kwenye mkoa wa jiji la watu hili. Baada ya chuo nitaenda wapi? Je, nirudi nyumbani au nibaki mjini? So katika maswali hayo nilipata majibu mengi, lakini moja wapo ilikuwa ni kwamba inabidi nipate kitu cha kufanya mjini ili walau niendelee kubaki hapa. Kwa sababu kama unavyojua ajira ni changamoto. Ajira sio, hatuwezi kupata wote ajira kwa sababu kuna scarcity ya ajira na wanaohitimu pia ni wengi. Kwa hiyo ilibidi nianze kufikiria nje ya box sasa. Kama ajira itakosekana then nitaenda wapi? Masomo uliyosomea pengine ajira zibidi ziwe katika kada gani? Mimi nimesoma history and political science. Kwa actually mimi ni kiongozi ama administrator. Kwa maeneo yote ambayo yana mfumo wa administration I can work. Unaweza kupeleka halmashauri, ukaenda wizarani, serikali za mtaa, popote pale. As long as kama mtu ni eneo ambalo linahusiana na utawala, I can work. Kama unavyojua, ajira sio za wote, ni chache. Kuna scarcity ya ajira. Kwa nikawa najiuliza maswali mengi, lakini finally
nilikonkludia kwamba sina budi, inanipasa niweze kufikiria nini cha kufanya. Kwa kipindi kwa mwaka mwisho chuo kikuu nikawa nawaza like biashara gani ambayo naweza nikafanya, kwa sababu naweza nikamaliza chuo na nikakosa ajira on time, and then nitashindwa kulipa kodi za watu mjini, nitashindwa kuishi. Kwa hiyo nikaanza kufikiria kuhusu kuwekeza kwenye biashara ndogo ambayo inaweza ikanifanya baada ya kuhitimu chuo kikuu niweze kusurvive mjini. Biashara nyingi ambazo nilikuwa naziwaza ilikuwa ni biashara ambazo zinahitaji mtaji mkubwa sana. Yaani nilianza kufungua duka, kuuza nguo, kufanya, lakini hesabu zangu zikawa zinanikatalia kwa sababu nilikuwa sina chanzo chochote cha fedha. Finally ikabidi nifungue matunda. Nianze kufungua matunda. Kwa nini matunda? Moja ni matunda kwa sababu ni biashara ambayo katika kuanzisha kwake sikutumia gharama kubwa sana. Mtaji wake ulikuwa ni mdogo sana. And then kwa nini matunda? Ni kwa sababu ya kwamba nyumbani kwetu nilikotoka Kigoma nilikuwa na uzoefu wa kufanya biashara ndogo ndogo. Kuuza dagaa, kuuza nyanya, kuuza matunda. Ni experience ambayo pia nilipata kwa sababu nilimkuta mkubwa wangu anajishughulisha na biashara mdogo mdogo hapa na pale. Kwa ile experience ndogo ambayo nilikuwa nayo pia ilinipa sababu kwa nini matunda na sio biashara zingine. Lakini kubwa zaidi ni hilo kwamba mtaji mdogo nilokuwa nao wakati nahitimu chuo kikuu usingeweza kutosheleza kufanya biashara zingine ambazo ulikuwa na maono nazo. Lakini matunda iliwaka kwa sababu nilianza na mtaji mdogo sana. Kwa from there sasa nikafungua matunda. Nikiwa na miezi 3 kabla ya kuhitimu chuo kikuu nikafungua Matunda Point. Na idea haikuwa Matunda Point like how it was. Tulianza like kama gengi. Idea ilianza kama gengi. Ilikuwa ni Mabibo mini market, like tunauza viazi, nyanya, karoti, hoho. Nilikuwa nauza pale ofisini kwangu. Finally baada ya kurealize kwamba zile bidhaa hazitoki kwa wingi lakini matunda yanatoka, nikaskip kuuza nyanya, karoti, hoho, nikaanza kuuza matunda. And idea ikaja sasa, okay fine, hii sio mini market tena, this is Matunda Point. Kwa nimekuja toka 2020 ile pale mwishoni 21 22 mpaka leo. Nimekuwa the most popular fruit dealers in town kwa sababu sisi tuna supply matunda Dar es Salaam nzima mpaka sasa hivi. Yes, tunauza matunda, tunauza juisi and stuff like that. Yeah. Hongera sana Masoud. Asante sana. Hongera sana pia kwa ajili ya Matunda Point na timu yako nzima. Tunafahamu matunda ni kitu ambacho tunaweza tukasema ni miongoni mwa biashara ambayo wengine kwa jicho letu sisi vijana tunaweza tukaona haina fursa na nini. Pengine siri ni nini hapo Masoud? Sio kwamba haina faida. Unajua mwisho wa siku ni kwamba kila kitu katika ulimwengu wa sasa hivi kinaweza kufanyika. Biashara yote unaweza kufanya, lakini depend upon the modality. Yaani wewe unafanya biashara yako katika model ipi? Kwa sababu wateja ni wengi. Na uhitaji ni mkubwa. Issue ya msingi ni wewe kufanya tafiti like unaenda kuwekeza wapi. Kwa mfano unapozungumzia habari ya matunda sasa hivi, sio tu kama mtu anakula ili ashibe. Ni kinga kwa baadhi ya maradhi, lakini pia matunda ni fursa kwa sababu matunda pia ni kama vile ni dawa, yani inatibu baadhi ya maradhi. Yani ni kinga lakini pia ni dawa kwa baadhi ya maradhi. Dunia sasa hivi inakumbwa na changamoto nyingi sana. Watu wanaumwa magonjwa mengi sana. Watu wanatakiwa wale matunda, watu wanajali afya. Kwa hiyo kwangu mimi sio kusema kwamba labda nimekomaa tu, no. Nafanya matunda kwa sababu pia ni fursa, inanipa faida. Nafanya matunda kwa sababu pia nafungua fursa kwa vijana wengine, kwa maana kwamba pia nina vijana ambao nimewaajiri wanafanya kazi Matunda Point. Kwa hiyo at some point wanaendesha maisha yao kupitia mimi. Ilikuwaje yani wakati biashara inakuwa, pengine kwanza ukubwa wa wateja wako? So far mimi kipindi naanza 2020 nilianza na mfanyakazi mmoja. Actually alikuwa nampa tu maelekezo, anaenda mwenyewe sokoni, anakuja anauza. Sasa mimi nilikuwa darasani kipindi hicho. Kwa niko darasani, kwa mtu anaenda sokoni, anakuja anauza, ananipa hesabu, tukaanza mdogo mdogo. Na unazungumza Matunda Point ambayo tumeajiri zaidi ya watu 6. Kuna watu 6 ambao wako hapo ofisini wanafanya kazi. Kuna watu ambao wanafanya delivery, kuna ambao wako operation wanakata matunda, kuna manager, kuna mnada wa juisi, kuna mtu ambaye anaingia shift ya usiku, hii ni growth, ni ukuaji kwa sababu kipindi naanza nilianza na mtu mmoja tu, lakini leo nazungumza habari Matunda Point imeajiri vijana 6. Na tunaona that, lakini pia Matunda Point imeweza kutoa fursa tayari na biashara ambazo nafanya zingine nje ya Matunda Point ambazo zimetokana na matunda. Kwa hiyo kwangu mimi siwezi kusema kwamba labda ninakomaa kwenye biashara tu, no. Imeshakuwa ni fursa, imeshakuwa ni kazi yangu, imeshakuwa ni kitu ambacho ninakipambania. Mwanzoni nilikuwa nawaza kuhusu kuajiriwa. Labda nilikuwa na hofu like okay, nikosa ajira nitafanyaje, ndio ikawa sababu mimi kufungua Matunda Point. Lakini nao siwazi kuhusu ajira. Matunda Point ni kazi yangu, Matunda Point ni biashara yangu. Matunda Point is my everything kwa sababu nao pia nimesha close kurasa wa ajira. Yaani sina dawa ambalo mtu anakuja ananiambia labda njoo nikuajiri, no. Napambania ndoto yangu. Naiona biashara ya matunda kwa ukubwa. Sitazamii hapo. Dunia inahangaika sana kwenye habari ya afya. Matunda Point ni kama kituo cha afya nao. Kinatoa huduma ya kuweza kuwatibu watu maradhi,
kinatoa huduma kuweza kuongezea watu kinga za mwili. Kwa hiyo kwenye lengo hiyo hapo naamini kwamba nikikomaa kufocus katika miaka 3-5 mbele naweza kufika mbali zaidi, kwa pia nikisema sasa hivi ni quit nikafanya shughuli zingine za watu. Hongera sana. Yes, asante sana. Naam, tuje kwenye wateja. Kwanza ulianzaje? Nadhani hapo pia inaweza ikawa ndipo kuna tofauti mkubwa kwa kati ya Matunda Point na biashara zingine au na watu wengine wanafanya matunda. Ndio. Mimi mteja wangu kisubiri aje ofisini. Kipindi naanza nilikuwa nasubiri wateja waje, lakini nao wateja wangu wengi ni wale ambao mimi ninawafuata. Kwa mfano, mimi nina order ambazo ninatoa every week, like na wateja ambao nasambazia matunda kila wiki mara 2, ambao wenyewe wanafanya prepayment na kuna wapo wanafanya postpayment. Yaani nitakudelivia, nitakupa matunda ya familia kwa muda wa wiki, mwezi mzima, and then nitanilipa baada ya mwezi kuisha. Kuna wengine ambao wanalipa kabla ya mwezi na hapa matunda mwezi mzima. Kwa hiyo wateja wako Masaki, wateja Mikocheni na wateja Upanga, watu ambao wanakuja ofisini ni watu ambao wanapita njia tu. Na hawa wateja ni watu wa majumbani au wenye mahoteli na yes, tuna watu wa aina kama 3. Kuna ambao ni wa majumbani ambao wananunua matunda mazima, lakini mostly kuna ambao wako maofisini. Leo kuna mtu ambaye leo yuko ofisi, mko Azam pale sasa hivi, unataka matunda labda mko watu 4. Ukipiga simu Matunda Point hapa na kuletea matunda ambayo tayari yameshaandaliwa, yameshakatwa. Kwa huko ofisini huna muda wakati matunda. Ndio unafika unakula moja kwa moja. Kuna mtu ambaye ana familia yuko nyumbani, anataka matunda mengi, kwa hiyo ananunua matunda kama yalivyo mazima tunampelekea. Kwa hiyo matunda wetu, wateja wetu wana kategori hizo mbili. Kuna ambao wanakula matunda ambayo ni yameshaandaliwa na kuna wengine ambao wananunua matunda ambayo ni mazima. Lakini mostly mazima ni wateja ambao ni familia, mtu yuko nyumbani kwao. So nature ya wateja wengi wa Sinza ni watu ambao wengi ni mabachela sisi huko. Yes, wako busy na kazi, wanarudi nyumbani usiku. Kwa hiyo mtu hana muda wa kuanza kwenda kumenya matunda, hana. Kwa hiyo sisi Matunda Point tuna offer, like tutakuletea matunda ambayo yameshaandaliwa, wewe kufika na kula na kulala. Matunda Point sisi hatuuzi matunda peke yake. Tunauza matunda na juisi. Kwa ulifungua fursa nyingine hapo. Exactly. Kwa hiyo nilianza kuuza juisi kwa lengo la kuweza kupunguza hasara ambayo nilikuwa naingia kwenye matunda. Kwa hiyo nao unazungumza Matunda Point ambayo tunapokea order za kutoka labda kwenye maharusi, mtu ana sherehe yake nyumbani, una birthday, you want fruits, you want juice. Sisi tuna offer, tutakutengenezea. Let's say kipindi cha Ramadhani ambacho tunapita hapa nyuma, tulikuwa na watu ambao wanafuturisha. Unapewa order like nafuturisha watu 50, nataka juice. Matunda Point tuna offer, tutakuandalia juice yako na tunakuletea, unaburudika na familia na ndugu na marafiki. Kwa hiyo Matunda Point sisi tunafanya biashara in a way that hatuhitaji mteja hatufuate. Tutakuja ulipo, una sherehe yako, una washa yako yote, una birthday, una kipaimara, tu welcome, tutakuserve. Lakini pia huko nyumbani labda huna muda wa kuja, ukitupigia sisi matunda yanakufikia mpaka mlangoni. Ni tofauti na watu wengine ambao wao mtu anafungua ofisi anasubiri mteja aje. Sisi huko Posta, huko Upanga, huko Masaki, huko Mikocheni na maeneo yote ni maeneo ambayo simu kila siku zinaita. Like niko Upanga nyumba namba fulani, ofisi fulani na matunda package 3. Simple. Bodaboda yupo anakuletea mpaka mlangoni. Tunaamini pia katika biashara changamoto hazikosi. Kwa upande wako Masud, ni zipi changamoto ambazo wewe kukutana nazo? Changamoto kwenye biashara zipo. Na unajua siku zote unaambiwa kwamba be strong than the strongest excuse that we have. Yani no matter kuna changamoto gani ambayo unakutana nayo, kuna excuse ipi ambayo ipo inakuja kwenye ofisi, lazima uwe strong kuliko hiyo dharura ambayo imekuja. Changamoto ziko nyingi. Kwanza moja, kuna changamoto ya wafanyakazi. Unajua tunaajiri vijana ambao elimu zao ziko ni za kawaida, mtu la 7, form 2, form 4. Kwa hiyo pengine mtu anaweza akawa haoni umuhimu wa ajira. Yani anaweza akaondoka tu, unafanya mtu kazi ukashangaa asubuhi kesho hayupo. Simply, and you pay those guys. Mimi wafanyakazi wangu nimewapangia nyumba, I give them food, na walipia bills zote za nyumbani na nawapa posho zao za mwezi every month. Lakini kuna changamoto kwenye management ya hawa watu. Na ni kitu ambacho pia nashukuru Mungu kwa sababu nimekuwa nikijifunza like how to manage people. Sababu mimi nimetoka fresh from school nikaanza biashara. Kwa hiyo ninavyozidi kuwa naishi na hawa watu, wanakuwa wananifundisha namna ya kukaa nao. Kwa hiyo possibly nazidi kupata managerial capabilities. Yeah. Kwa hiyo changamoto pia ipo kwenye biashara ya matunda ni hiyo perishability. Unaweza ukaenda kununua leo bidhaa lakini ukanunua bidhaa ambazo possibly labda kesho zikawa zimeharibika. Labda let's say kuna kipindi cha mvua. Mvua zimenyesha, orders zikawa ni chache, matunda yanaweza kuharibika. Sababu huwezi kutengeneza juisi nyingi, kwa juisi unatengeneza ni kidogo kulingana na uhitaji. Kwa hiyo pia ni changamoto kwenye biashara ya matunda. And then again changamoto zingine ni changamoto ambazo mtu anaweza akakumbana nazo kwenye biashara yoyote. Huwezi kuelezea kwa sababu tunaambiwa ukielezea changamoto nyingi maana yake ni kitu ambacho kinakushinda. Mimi changamoto inakuja na pambana nayo, I keep moving. Kwa sababu nisema kwamba maisha ni ya kwangu mimi. Yes, nikisema na quit this time around, naangalia mjini hapa sina mtu anaweza akanishika mkono. It is Masud and Masud and Masud. Kwa if not me hakuna mtu mwingine ambaye anaweza akaja
akasimama kwa niaba yangu. Kwa changamoto ambazo ninakutana nazo, ninapambana nazo kwa namna ambayo nikijua mimi ndio center ya changamoto zote kwenye ofisi yangu. Hongera sana. Exactly. Tuje kwenye mafanikio moja kwa moja. Mimi nimeanza na mtaji mdogo sana. Nimeanza kwenda sokoni nikiwa na shilingi 37,000. That's real. So, yani I don't joke. Ndio walisia kwamba nianza na mtaji wa 37 kwenye matunda. Lakini leo unazungumza Matunda Point, unazungumza habari nyingine kabisa. It wasn't easy. Tumefanya yani kuna sacrifices zimefanyika, struggles hapa na pale. Sometimes mtu unachelewa kulala, unawahi kuamka, vurugu na hapa na pale, lakini mtu unapambana. Unajua? So leo Matunda Point tumekuwa ndio best fruit dealers in town kwa sababu tuna offer service nzuri, tunafanya huduma masaa 24, Matunda Point kuja saa 9, saa 2 asubuhi, saa 1, saa 10 tuko wazi. Lakini mwanzo tulikuwa tunauza masaa 12 tu. Leo tunafanya masaa 24. Hiyo ni achievement. Matunda Point leo tuna hudumu zaidi ya 6 wako pale. Ni achievement. Mwanzo tunaanza na mhudumu mmoja. Leo Matunda Point imeweza kunifanya mambo mimi ninafanya biashara zingine nje ya matunda. Ndio maana nakwambia kwamba hub manager there. Kwa Matunda Point ukienda mostly ukija sasa hivi unaweza usinikute kwa sababu ninakuwa na biashara vingine vidogo vidogo ambavyo nafanya ambavyo ni matokeo ya biashara yangu ambayo nilikuwa nikifanya biashara mama ya matunda. Pengine kama haidhuru unaweza kuzimention? Yeah, of course mimi nina supply mayai pia. Mayai OG ambayo na supply mayai kwa uza chips na maduka yote ya Mangi. Kwa Sinza, Kinondoni, Ubungo mimi nina supply mayai. Unaweza kupita barabarani ukutana na toyo yangu huko imeandikwa tu mayai OG nasambaza mayai. That's me, na pia nafanya biashara ya kusambaza vinywaji. Ambayo ilikuwa ni biashara ambayo nina dream kwa muda mrefu sana. Nao nimeanza kufanya nasambaza vinywaji na makampuni mbalimbali kwenye mabaa, pia kwenye maduka ya Mangi, kuna supply vinywaji. And then again pia najishughulisha na shughuli za hapa na pale pia dalali wa magari nafanya, I'm doing politics pia, Kwa hiyo lengo la kufanya vyote hivi ni kuweza kuhakikisha kwamba maisha yanaenda. Mwisho ni kwamba uweze kusubiria ukae uajiriwe tajiriwa wangapi au ukisema unakaa unasubiri ajira utakaa mpaka lini. Kwa hiyo akili yangu ya kuinvest kwenye matunda leo imenipa matunda makubwa ambayo naweza nikasema kwamba nina invest au ninafanya biashara zingine zaidi ya 2 nje ya Matunda Point. Wewe ni kijana, tunafahamu serikali inajitahidi sana kwa nafasi yake kuhakikisha inaleta ajira. Lakini pia tunaona hata sekta binafsi nayo inajitahidi kwa nafasi yake kuendelea kutafuta ajira na kuzileta sokoni kwa ajili ya vijana. Kuna vijana wengi hapo sasa ambao wako shuleni, lakini pia kuna wengine wako mtaani na wengine bado wamejishikiza sehemu mbalimbali. Una neno gani kwao? Kwanza moja, unajua mwisho wa siku ni kwamba jamii inategemea kwamba mtu aliyetoka chuoni, tumepata mikopo ya serikali, tumesomeshwa na wazazi, ni madeni. Yaani tuna madeni ya jamii inatudai. Sasa kwenye kulipa hata huo wema ambao tunafanywa na wazazi au na jamii, lazima tuangalie kwamba kama hakuna fursa kwenye upande wa ajira, turudi chini kama wasomi, tujadili, mtu uweze kutafakari kuona ni wapi unaweza kuwekeza nguvu zako at least ukapata chochote kitu. Leo mimi na vijana zaidi ya 14. Na vijana kwenye matunda wako 6. Au maeneo mengine pia kuna maeneo mengine kuna watu. Na vijana 14 ambao monthly nawalipa mishahara. Kila mwezi wapo 14 nawalipa mishahara. Kuna wanaosambaza mayai, kuna wanaouza vinywaji, kuna wao matunda na wengine ambao wanasambaza mayai pia kuchemsha. Na vijana ambao pia nimewashika mkono. Unajua sisi wa Tanzania kila mtu ana imani yake. Mimi naamini kwamba kama ninawashika vijana wenzangu mikono, kwa kidogo ninachowapa pia napata baraka kwa Mungu. Kwa pengine Mungu anapokuwa anaendelea kunifungulia milango, purpose ni kwa sababu tu hold up, nimewashika wengine mikono na kufungulia dunia. Kwa hiyo kwa vijana wenzangu ambao pia labda wanatoka chuo, ambao wako mtaani, ambao wameshasoma tayari, tunapaswa kujua kwamba tuna deni kubwa ambalo tunataka tulipe kwa wazazi wetu, kwa jamii, kwa serikali. Kwamba tukisema tusubirie ajira, deni hilo tutachelewa kulilipa. Kwa hiyo kwa kijana yote ambaye anadhani kwamba ana muda wa kusubiri, aendelee kusubiri. Lakini mimi nadhani kwa dunia inayokimbia sasa hivi kuna fursa nyingi kwenye mitandao ya kijamii, kwenye biashara ndogo ndogo hizo ambazo kama sisi wengine tunaanza na mtaji midogo mpaka leo tunazungumza habari ya biashara kuwa kubwa au umefungua biashara zingine. Kwa hiyo unaweza ukatoka nje ukafikiria au ukawa influence na wengine ambao wameshafanya tayari. Ukawasikiliza, wamefanyaje, wamewezaje, walianza vipi. Na wewe ukaanza kwa kidogo. Mwanzo ni mgumu, mwanzo ni mdogo, kuna mwanzo mkubwa. Watu wengi wanafikiria like okay nikianza niende China nirudi. Hamna biashara za hivyo. Yaani biashara huwezi kuanzia China uje Tanzania. Biashara unaanzia hapa, unajijenga mdogo mdogo, then you go, unanunua bidhaa, unakuja unauza, unakuwa. Hata wengine mnaona ni wakubwa leo walianza chini. Na sisi wengine tuko chini bado tunakuja coming now. Kwa hiyo kitu pekee ambacho nitaongea na vijana zangu ni kwamba tuna deni kubwa la kulipa kwa wazazi, tuna deni kwa jamii, tuna deni kwa serikali. Nashukuru sana. Asante sana. Kaka Masoud. Imekuwa ni wakati mwema kuzungumza nawe. Tunaamini siku nyingine tutakuja hapa bwana, tutakuwa tunaongelea Matunda Point sijui katika level gani. Pengine wapi unatamani kufika? Siwezi kusema
natamani pakubwa sana, lakini mimi ambacho nakitamani one of my dreams ni kuhakikisha kwamba nawashika vijana wengi mkono. Yaani natamani kesho kutwa Matunda Point tukisema tunaita labda au Mambo Group, biashara zangu zote siku nikikaa nikasema naomba jamani, ndugu zangu ambao tunafanya kazi pamoja, njoo tukae tuongee. Lesi labda tukachukua 10 labda wa Serena pale. Tukae labda niwe na watu labda 300 400 ambao nikiona nasema wao Mungu nashukuru kwa sababu wote hawa wako hapa kwa ajili yangu. That's my big dream. Kuweza kushika vijana wengi mkono kwa sababu ya kwa nini wengine waamini kwenye ujasiriamali. Kwa sababu ya nini wengine waamini kwamba mtu unaweza kusoma lakini pia ukafanya kitu kingine nje ya unachokisomea. Asante sana kaka Masoud, imekuwa ni wasaa mwema sana kuzungumza nawe. Asante. Mtazamaji wa Hello Weekend, ni Masoud Mambo, mmiliki wa Matunda Point. Yako mengi ambayo ametuambia, lakini kama kijana una deni la kulipa, usisubiri mpaka wakati mwingine. Jina langu ni Angela Mondi na hii ni Hello Weekend. Shukran Angela kwa kutukutanisha na huyu mkurugenzi mtendaji wa Triple M Matunda Point, Masoud Mambo, ambaye ndiye aliyetusimulia siku hii ya leo kuanzia alivyoanza hadi hapa sasa alipofika, ajira alizotoa na vijana ambao wanaendesha maisha yao sasa hivi kutegemea Matunda Point. Lakini ni miongoni mwa sehemu za matunda za kipekee kabisa ambazo zinafanya kazi kwa saa 24. Yaani kwa wale ambao wana mama kijacho nyumbani, akijisikia saa 8 kutaka nanasi, wewe piga simu Matunda Point. Na nanasi inafika saa mimi si nilikuwa nataka tu harufu yake. Sawa, lakini sio Matunda Point itakuokoa. Kwa hiyo nadhani vizuri sana. Nadhani kwa hivi karibuni nilikuwa sijaona sehemu ya matunda ambayo ina operate saa 24. Uja hiyo. Aisee, kwa kweli amefanya kitu kizuri sana. Tujadili pamoja kwa 0763809770 nambari yako kwa njia ya WhatsApp, unatutumia ujumbe hapa 0763809770 kwa kile ambacho umejifunza. Lakini kwa sababu haikuwa rahisi kwake, na unaweza kutafakari kwamba kutoka kusoma political science, historia, lakini anakuja kuwa mfanyabiashara wa matunda ambao biashara wengi wangeona kwamba sababu huyu ni msomi labda biashara zingekuwa za kusafiri nje, kupanda ndege na nini, lakini huenda hapo baadaye tunazungumzia miaka 5 10 atakuja kusafirisha matunda hadi nje ya nchi. Hakuna anayejua. Kikubwa ni kwamba yeye aliamua kujikubali na kuanzia pale alipo. Ndio tunaambiwa wakati ndio sasa, wakati ndio leo. Unaweza ukaanza sasa na ukawa kile unachotaka kuwa. Mpango wa kwanza utakaposhindwa kufanikiwa, basi unaweza kaendelea mpango wa pili hadi uhakikishe kujikwamua kiuchumi. Kwenye maisha uchumi, yani ukiondoa afya, kinachofuata ni uchumi. Kwa hiyo afya ni injini, uchumi ni mafuta. Hapo inakwenda sambamba. Ingekuwa ni gari kisha uchumi. Maana ukihisi uchumi ndio unaongoza. Yaani ukiona mimi mtaji wangu ni afya, then what? Hauna uchumi. Hauna uchumi. Au mimi na uchumi hauna afya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya muhimu sana kwenye maisha. Kabisa. Ndivyo hivyo ambavyo tunaendelea na Hello Weekend, tukiwa tunaangalia sasa panda shuka na namna ambavyo tunaweza tukajifunza kwa kile ambacho wenzetu wanakuwa wamepitia. Bila shaka yapo mengi ambayo kama kijana au vyovyote vile kuna mambo ambayo umeona na umejifunza kutoka kwa Masoud Mambo. Na hapa tayari tupo na Victor Mwambene ambaye yeye ni mshauri mwelekezi wa masuala ya kiuchumi. Kwanza Victor, saidia kutupa picha ya jumla, alafu kisha tutaenda wanasema in detail kwa kile ambacho tumejifunza kutoka kwa Masoud, Hamis Masoud Mambo. Sawa. Kwanza nimpongeze kabisa kwa kuwa alikuwa na mpango B au plan B, kwa sababu kwenye maisha lazima uwe na mawazo ya ziada. Huwa mara nyingi napenda kufundisha somo muhimu sana kwamba kwenye maisha kila mtu anapaswa kuwa na ndoto zake kubwa 5. Ndoto kubwa 5 ni kwamba kwenye maisha yangu nataka nipambane nifanikishe mambo haya 5. La kwanza labda nataka nifanikiwe kuwa mtu fulani, labda nataka kuwa kiongozi fulani wa serikali. La pili nataka niwe mfanyabiashara mkubwa kuuza matunda, labda matunda ukasema maparachichi. Nifanye kilimo cha parachichi. Ndoto yangu nyingine nataka nifanye biashara usafiri, nataka niwe natoa costa zangu hapa ziwe special haya. Ya tatu hivyo. Sasa hiyo inakusaidia unapokuwa na ndoto kubwa 5, ndoto hizo unazipanga kutokana na mtaji, zinahitaji mtaji kiasi gani na malengo. Ukifeli ndoto ya kwanza unaingia ndoto ya pili, kwa sababu ndoto nyingine inaweza kukuchukua muda mrefu sana kuifanikisha kwa sababu inataka mtaji mkubwa sana. Lakini ukiwa na ndoto moja tu unaweza ukachukua muda mrefu sana kuipambania
ukaja kufanikiwa baadaye ukachelewa kufanikiwa au usifanikiwe. Kwa sababu mara nyingi tunaota vitu ambavyo hatukutakiwa kuota. Tuna ndoto ambazo hatukutakiwa kuwa na ndoto. Kwa kuwa na mpango B kwenye maisha au kuwa na kitu zaidi ya kimoja unachokiwaza ni sifa kubwa sana watu wanaofanikiwa. Tukiangalia watoto waliofanikiwa, hata mzee wetu hapa Balesa ana vyanzo vingi vya mapato. Hakuanza nacho tu kimoja, alianza na kimoja kikafanikiwa, kaja na kingine kafanikiwa, na pengine kilichokuja kumfanikisha zaidi sio kila alichoanza nacho. Kwa ndo maana ni muhimu ukawa na zaidi ya mpango mmoja wa biashara. Usio na waza kwamba tu, na kuna watu wana fixed mentality. Fixed mentality ni yeye ya kuamini kwamba yani yeye anachotaka ndo hicho hicho. Uwezo ukamwambia kitu kingine kwenye maisha. Kwa hiyo yani mtu ukimwambia bwana yeye ameamua kufanya biashara ya matikiti, ni matikiti. Ukimletea fursa nyingine haitaki, hataki kusikia. Wana fixed mentality. Yes. Ndio. Okay. Sikia. Kwa hiyo mipango mitano unatakiwa uwe nayo. Kila mtu anatakiwa awe na ndoto kubwa 5. Kwa hiyo wewe ufikirie una ndoto kubwa ngapi? Lakini katika hizo 5 unaangalia ipi sasa kwa wakati huu unaweza kuanza nayo. Yes. Alafu ukishaikamilisha ile inaweza kama Masudi alivyoanza na matunda, baadaye akaingia kwenye usambazaji wa mayai, kusambaza vinywaji, anataka tena, na zingine huwa zinaendana, ni ndoto zinazofanana, zinaendana, ziko ndani ya eneo moja. Okay. Sawa. Asante sana. Kwa mfano kama mimi nilianza na kufundisha watu elimu ya fedha na biashara. Nikasema baadaye lazima niwe na duka. Yaani ilikuwa ni ndoto yangu. Lazima niwe na duka. Nikafungua duka zuri sana la vitabu. Liko Survey pale. Baadaye nimefungua kampuni ya teknolojia. Kwa hizo zilikuwa iko kwenye mipango. Umeona kampuni ya teknolojia tunawasaidia watu, tunatoa software service, tunatoa huduma ambazo zinawasaidia wafanya biashara kuendesha biashara zao kidigitali kupitia mobile application za kwenye simu na kupitia kompyuta. Yes, kwa hiyo tunaanzaga hivyo. Okay. Katika maelezo ya Masud amezungumzia mtaji. Akasema mtaji alioanza nao 37 nadhani. Ndio. Na hapa wakati tunazungumza umezungumzia mtaji. Ndio. Na hapa huwa tunachanganyana. Mtu anashindwa kuelewa labda mtaji ni bei gani? Yaani mtaji ni nini? Na mtaji ni kiasi, yani unapaswa kuanzia kiasi gani? Baki kuna mtu akwambia sina mtaji. Lakini pengine ana simu milioni 1, 2, na sasa ukimwangalia vitu anavyovimiliki. Unamwambia mbona huu mtaji wa genge? Mbona mtaji una? Sawa. Okay, jambo la kwanza kabisa la kuelewa ni kwamba mtaji sio pesa peke yake. Kama unakwama kuanzisha biashara kwa sababu unasema sina mtaji, unakosea sana. Sasa mtaji ni nini? Mtaji ni kitu chochote unachoweza kukitumia kuanzisha au kukuza biashara. Sasa hicho kitu chochote sio lazima kiwe fedha. Mtaji unaweza ukawa ni wazo. Si unanielewa? Wazo la kuhamisha tu. Kwa mfano pale mtu anaweza kaenda kwa Masudi akaambia bwana sasa mimi nataka niwe nakutafutia wateja tu. Wewe si una matunda? Mimi nakutafutia wateja. Kuna ofisi zangu najua kama 4 hivi. Nikizipata hizo ofisi 4, jengo zima mimi nakuwa na supply matunda kwao. Wewe utanipa kwenye kila tunda utanipa 50 tu. Kwa hiyo najua nikisambaza hapa sikose 20 30 kwa siku. Na najua tunatoa sehemu fulani napeleka kule. Baadaye napata mtaji wangu wa fedha sasa. Kwa mtaji sio fedha peke yake. Kitu chochote kinachoweza kusaidia kuanzisha au kukuza biashara. Inaweza ikawa ni wazo la biashara. Mtaji unaweza ukawa ni watu. Kuna watu wameaminiwa na watu, wamepewa mzigo. Nenda ukauze, ukipata hela utanirudishia. Huo mtaji wa watu. Yaani mtu ana watu wanaomwamini ambao wanaweza wakampa mzigo hata wa milioni 100. Wapo watu wa namna hiyo. Umeona? Lakini pia mtaji unaweza ukawa ni mtaji wa tabia. Kuna watu wameanza na mtaji mkubwa wa fedha lakini kwa sababu ya tabia zao mbona wamefilisika kabla hawajaanza. Kuna tabia ukiwa nazo usahau kutoboa kwenye biashara. Yaani kuna mtu kila weekend lazima ni viwanja. Nikutumia yani wiki cash flow yake inavyosoma ni kwamba yani matumizi kwenye biashara ni makubwa kuliko mapato. Yaani unaingiza milioni 2 unajiona umeingiza hela nyingi bila kujua kwamba hapo kuna mtaji alafu kuna faida. Sasa wewe unakula mtaji badala ya kula faida. Biashara yako inakufa. Kwa hiyo mtaji tabia nao ni mtaji. Umejijengaje kwanza? Kabla hujaanzisha biashara lazima ujijenge kitabia. Uwe na tabia zinazovutia mafanikio kwenye biashara. Tabia ya kujibana. Usiwe ni mtu mwenye tabia kutaka kuishi kwa kujionyesha. Kwamba bana mimi biashara yangu kubwa. Kuna mwingine unaanzisha tu biashara, unanunua friji la milioni 2,
baadaye unakuja kugundua hata friji ulikuwa ulihitaji. Utaka sifa. Umeweka TV ofisini, yani ofisi ndogo tunaweka TV. Hapo na smart. Hapo na kazi zako yani ni ile kwamba unataka tu ofisi iwe nzuri, yani una over investment in fixed asset. Yani unawekeza zaidi kwenye vitu ambavyo havihusiki kwenye uzalishaji. Hilo ni ile namna mtu tu unakosa ile emotional mass ya kwamba mimi bwana sitaki hata wengine watakavyonifikiria, cha msingi biashara yangu mimi ikue. Kwa hiyo mitaji iko mingi. Of course pia kuna mtaji fedha ambao hutaupata mpaka uwe na nidhamu. Amesema alianza na mtaji mdogo ni kwa sababu moja tu, alikuwa na nidhamu ya fedha. Wengi kwanza nimpongeze kwa kujifunza kuanzia chini, kwa sababu wengine hawawezi. Mwingine mtaji anataka aanze, nadhani nimemsikia amesema ameanza na 30,000. Mwingine ukimwambia biashara anakuambia nafikiria nianze kama na milioni 2 hivi 3. Hela ambayo hawezi kuipata leo wala kesho. Anafikiria kuanzia biashara na anaanzia kichwani. Umeona? Haangalii uwezo wake wa sasa ukoje wa kupata hiyo kiasi. Kwa hiyo tunasema kama unataka kufanikiwa na kuwa mkuu katika eneo lolote, jifunze kuanza pale ulipo na kile kidogo ulichonacho. Kwa hiyo Victor, unatuambia kwamba mtu asilalamike kusema hana mtaji. Kwa sababu mitaji iko mingi. Kuna mtaji wa kiroho, kuna watu wamepata mtaji kimeujiza. Umeona? Somo la mtaji nadhani inabidi tuje tujifunze siku nyingine vizuri kabisa. Kuna somo la mtaji. Yes. Yaani kuna mtaji wa kiroho kwa maana ya kwamba yani kuna mtu amemuomba Mungu na amepokea muujiza wa mtaji. Si watu wote wamepata mtaji kwa njia. Unaweza kaangaika sana kumuomba Mungu na usipokee. Kwa sababu pia itategemeana na unaishije na watu. Kwa sababu Mungu akitaka kubariki mtu anapitia watu. Sasa wewe watu unaishi nao vibaya afu kisha kwenye maombi na unafunga kabisa upate muujiza. Atume malaika. Ishi na watu vizuri. Hiyo pointi ya msingi sana. Ishi na watu vizuri. Ukimwomba Mungu akupe muujiza. Mungu ashuki. Amkumbushe mtu fulani kwamba huyu uliishi naye vizuri. Unaona? Hivi yule kijana yuko wapi? Unakuta kuna mtu ana hivi yule kijana yuko wapi? Yule kijana yupo tu hapa anatusalimia mtaani, anakutana umemsalimia siku ya kwanza ya pili ya tatu anakuuliza unafanya nini sasa hivi kijana? Na ofisi yangu kule bandarini utanisaidia pale ku clear magari na nini? Kabisa. Kuna watu wanatoboa kwa namna hiyo kabisa yani na story nao ndo tunawaita wana bahati. Lakini sio bahati, ni kuna mazingira waliyatengeneza either ya kimahusiano na watu au mahusiano mazuri na Mungu. Wenzi watu na watu wanatoa sadaka, wanajitolea sana kusaidia watu wengine kwenye jamii. Mtu akimuona mtu wewe ulikuwa unatoaga sana msaada. Huyu tulipokuwa shule huyu alikuwa kila kipata hela anapendaga kuwalisha wasiokuwa na hela hawa. Njoo ukae hapa kama manager, wewe ni mtu mzuri mwaminifu. Kama ulikuwa unasaidia watu unataka uje usaidie na watu na hapa. Lakini tunaona kama ni bahati kwa sababu mchakato uliomfanya kuonekana na bahati hatuujui. Hamna kitu kama bahati. Sisi tunakuwa tuna taarifa za ziada. Yaani mtu alifanya kitu cha maana ambacho wewe uwezi ukakifanya kirahisi. Unaona ugumu kukifanya. Ambacho kile ndo kimekuja kutafsiri kama bahati kwa sababu wewe kuiona mchakato uliomtengeneza. Asante sana Victor. Nambari yako ni 0763809770. Tushirikishe kitu ambacho umejifunza kwa simulizi hii ya Hamis Mambo Masoud. Huyu mkurugenzi mtendaji wa Triple M Matunda Point inayofanya kazi kwa saa 24. Huyu ametuma ujumbe anasema hapo jamani watangazaji, kuna pointi kubwa ambazo mimi nimejifunza alizoziongelea Masoud. Lazima ifikie mahali kiongozi azikemee ili vijana wabadilike. Kwanza ni vijana hawajitumi na hawako committed. Ndio hapo umesikia Masoud anasema unaamka asubuhi mtu haji ndio kashaacha kazi. Wale watu wenye maduka bila shaka hii experience wanayo, uzoefu mtu atokei. Ndio kashaacha yani. Jamani. Lakini anasema na hata walioajiriwa wanakuja kazini lakini hawajitumi. Madhara yake mtu kama Masoud anasema anachelewa kukua na kujiajiri watu wengi na kuajiri watu wengi zaidi kwa sababu hata wanaokuja kazini hawajitumi. Kwa hiyo usipojituma wewe maana yake hautengenezi ajira kwa watu wengine. Haya. Lakini anasema namba 2 ambacho nimejifunza, vijana wengi wanataka kuanzia juu. Anataka kuanza ajira leo, biashara leo, tayari kesho aanze kusafiri kwenda China, awe na ofisi kubwa, na au alipwe milioni 3 kwa mfano kama ameajiriwa. Tuambie tuache. Kuna mtu alisema mimi bila milioni sifanyi kazi. Tumwambie tumwache. Kuna mtu unajua alisemaje? Mimi nataka angalau nipate sehemu ya kuamkia niende nipate experience. Yaani kutokea milioni 1 ila nataka angalau akapate sehemu
kujishikiza kabisa. Anasema hapo mwingine anataka akianzisha tu biashara aanze kupata faida milioni 3. Hapo vijana wengi unakuta wanafanya nini? Wanafeli. Ila anamalizia anasema la tatu ambalo Masudi hajalisema na pengine linachangiwa na hayo mawili hapo juu ni wizi jamani. Kijana akiajiriwa tu anaanza kuangalia upenyo gani ambao utamuingizia pesa kwa pembeni. Kama yani ndio maana biashara hazikui, wajasiriamali wanaogopa kufungua matawi kwa sababu wanajua wataibiwa. Kwenye wizi. Yani tumekuwa upigaji yani wanaifanya kuna namna wizi unapewa jina fulani hivi zuri inapakwa rangi yani upigaji, na hiyo unajua inakuonesha kwamba jamii imekengeuka. Unajua kuna jamaa alistaafu wakamwambia mzee wako alikuwa na nafasi nzuri lakini hakuwa mpigaji. Na watu wanasema kweli mzee wako alikuwa, kuna neno linatumika, hakuwajibika ipasavyo kuhakikisha na staafu vizuri. Unaona kweli jamii yetu imekengeuka. Inatumia tu deal. Jamii ya madeal. Umeajiriwa lakini kuna deal unapiga. Huo ndio wizi, usiseme ni deal. Na hiyo itakufrustrate. Mtu kaajiriwa juzi, ana gari, ana kila kitu, ana nini? Kwa nini usiibe? Lakini haipendezi. Tuendelee na Victor sasa hapa. Kabisa. Victor, tufahamu kwenye swala la kuwa na mpango mbadala wa kiuchumi ama plan B na hizo plan, kila mtu huwa anaweza kuwa nazo, au hawa wanaokuwa nazo wanakuwa na tofauti gani na hawa ambao hawana sasa? Okay, sawa. Sasa hapo niliongelee kwa uhalisia kabisa. Ndiyo. Mimi kwa mfano mimi sijawahi kuwa na plan B. Ndiyo. Unajua utofauti wa kuwa na plan B. Plan B ni kwamba hiki kikifeli nitafanya hiki. Kwa binafsi yangu mimi sijawahi kuwa na uongo. Ilikuwa ni lazima nifanikiwe, whether itatumia miaka 5 au miaka 7. Ila nilikuwa na mambo mengine ambayo nitayafanya. Mipango mbadala. Mpango si mbadala, yani ni mpango mingine. Kwamba ndio zile ndoto 5 nilizosema. Kwamba nikifanikisha hii nitafanya hii. Au hata kama hii haitafanikiwa nitaendelea kuifanya, huku nitafanya jambo lingine. Lakini kwa wengine ni muhimu kuwa na plan B. Kwa sababu watu unajua wewe kwenye jamii zetu wengi hawajitambui. Wanafanya vitu ambavyo kwa msukumo wa kijamii. Ameambiwa kitu fulani kinalipa, kwa anaenda anakifanya. Sasa usipokuwa na mpango B utakosa uhakika wa kipato. Kwa sababu ukishaingia kwenye hicho kitu utagundua hakilipi kama ulivyokuwa unaambiwa. Kilimo cha matunda, matikiti. Matikiti kinalipa. Utaenda utachukua labda ni mkopo, utaenda utafanya kilimo. Baadaye utakuja kugundua kukwambia kwamba unahangaika kutafuta masoko, akwambia matikiti kwamba yataoza. Ukifeli kama uko na plan B, utakaa tu nyumbani au utaenda kutafuta ajira. Umeona? Kwa wengine ni muhimu sana kuwa na mpango B, hasa kama ni mtu ambaye bado unajitafuta. Ukiwa ni mtu ambaye umeshajua kusudi la maisha yako, una uhakika na unapokwenda, ni muhimu sana kuwa na jambo moja unalofocus. Kwa sababu focus, tunasema fight for one cause until it's successful. Pambania jambo moja mpaka lifanikiwe. Lakini sio wewe unaanzisha hiki, hakijafanikiwa unaacha, unaenda kufanya kingine, Kama ni mtu ambaye hujajua kusudi la maisha yako, haujui umekuja kufanya nini duniani mwanzoni, unaweza ukawa na unapofanya jambo kama una uhakika nalo. Kwa maana mimi nilikuwa na uhakika na ninachokifanya. Lazima uwe na plan B. Kwamba hapa bwana hiki kisipotoboa nitafanya hiki. Hiyo ni muhimu sana. Itakusaidia kutokupoteza muda wa kulikava kutoka kwenye kufeli ulikofeli. Sio umefeli kwenye biashara moja, unakaa mtaani miaka 3, uko tu nyumbani, unakuwa mzigo kwa ndugu au kwa wazazi. Au unaenda tu unatafuta ajira yote, afu kwenye ajira ndio unasumbua. Unafanya kazi leo unaacha. Kwa sababu ukuwa na mpango wa kwamba kama ikitokea hiki ninachokifanya kitafeli, nitafanya nini? Tunatafuta ajira yoyote. Kuna kutafuta yoyote. Inabidi ujue unatafuta ajira gani. Lakini yote kwa yote ndio maisha. Na utuambie hapa, labda kwa sababu Masudi anaeleza kwamba wakati anakuwa wazazi walikuwa wakijihusisha na biashara ndogo ndogo. Ndio. Ambapo pengine yeye ilimjenga, pengine hakuwa anajua kama anajengeka. Lakini alipokuja kujitambua akasema naweza nikatumia ule uzoefu kufika sehemu fulani. Katika mazingira ambayo tunawakuza watoto, tunaweza kama kabla hawajajitambua tukawa tunapandikiza maarifa fulani ili baadaye basi inaweza ikawa silaha ya wao kujikwamua. Ni sahihi, kwa sababu mtoto anakuwa vile ambavyo mzazi yupo au alivyomlea. Umeona? Kwa hiyo yani mzazi ndo role model wa kwanza wa mtoto. Kwa the way anavyofanya, mawazo anayowaza, maneno anayonena yataamua anatengeneza mtoto wa aina gani. Mtoto anayejiamini, mtoto anayejipenda, anayejikubali, mtoto anayechukia ajira. Yani kuna wazazi wamewatengeneza watoto wachukie ajira tu. Umeona? Yani kuna mtu anasema mimi kama babangu mimi siwezi kuajiriwa. Yani mimi siwezi kuajiriwa. Anasema mimi siwezi kuajiriwa. Yaani si kwetu.
sio familia kuajiriwa. Si umeelewa? Na hiyo kweli imeenda imewasaidia, lakini si kila mtu kusudi lake ni kwa kutokuajiriwa. Kuna wengine lazima waajiriwe. Huo ni kweli, sio pigi. Kwa hiyo sasa ukienda tuna mentality hiyo, yaani kuna familia rahisi hawa wanaubia na serikali fulani mkurugenzi. Yuko uhamiaji, yuko si wizara gani? Ukimwambia mtoto wako kwamba ajira ni mbaya kila siku, kumbe kusudi lake lipo ndani ya ajira, unampoteza pia. Kwa hiyo ni muhimu sana mzazi kuwa makini maneno gani unamwambia mtoto wako au vitu gani unafanya mbele ya mtoto wako, kwa sababu vile ndo atakavyoamini ndivyo sahihi au ndo maisha. Kwa sababu mtoto anamwamini mzazi, na hata kwa maandiko yanavyotufundisha namna ya kuwaheshimu wazazi, mtoto anaamini yani mzazi ndo kila kitu. Kwa hiyo sasa kuna the way unaongea unafanya itaamua mtoto wako atakuwa aina gani. Ukiishi kama kwa mfano ukiwa ni mzazi unapiga sana mkeo, mtoto wako wa kiume ataamini kwamba mke anatakiwa apigwe. Kwa vivyo hivyo unavyomlea, unavyoishi katika familia yako ndivyo ambavyo mtoto wako atakavyotoka. Ukiwa ni mjasiriamali wa kujishughulisha, mtoto wako naye atatoka hivyo hivyo, atajishughulisha. Yes. Lakini hapo tunafanyaje? Kwa sababu familia zetu za Kiswahili sio kama pengine za Kihindi. Unakuta yani mtoto hajawahi hata kufika, yani akifika dukani ni kwamba ameenda kuchukua ada au ameenda kuchukua nini, ameondoka. Yani tunafanyaje? Unavyokuwa unafanya kile kitu chako kwa sababu ni kizuri na ni halali, kusaidia na mtoto pengine ajifunze, apate uzoefu halisi. Mfano hizi familia za kawaida za wajasiriamali ni rahisi sana kijana au mtoto kuambatana na wazazi. Yaani unakuta wako sokoni, nyanya si wanalangua, unakuta so mama hawezi kumwachia mtoto nani au anasema twende unisaidie. Ile hizi maduka mengine, unakuta duka, kijana anakuja yuko pale kapewa hela. Wazazi hawampi mtoto fursa ya kujifunza kazi, si ndio? Katika hilo tunafanyaje? Kwa mfano mimi mzazi wangu alikuwa ni mkulima sana. Kwa hiyo alikuwa tunalazimishwa kwenda kulima. Sasa mimi kulima ilikuwa kitu changu. Kwa hiyo kunilazimisha mimi mzazi kulima nilikuwa sipendi. Kuna muda nakumbuka nishawahi kulima shamba wiki 2. Yaani kila siku asubuhi naenda kulima. Afu niko mimi na mtu mwingine tu. Baba yuko kazini, maana alikuwa mwajiriwa pia. Kwa hiyo sasa hiyo hali ilinifanya mimi nichukie shamba. Mzee akaniambia utapima uzito wa peni na uzito wa jembe. Kipi ni kizito? Kwa kama unachukia jembe, mzazi yeye alikupeleka ili kukutengenezea yani wewe uchague njia mwenyewe. Nikamwambia kama ni kwa hivi, peni ni nyepesi sana. Kama jembe ni zito. Jembe mimi ni zito sana. Kwa mimi nilichagua njia yangu. Kwa mzazi alinichagulisha kwa kuforce. Kwamba bwana hii kuna njia hii au kuna njia hii. Kwa utachagua wewe unataka njia ipi. Kwa wazazi ni muhimu sana tukawafundisha watoto wetu kwamba bwana kwenye maisha kuna njia hii na hii na hii. Wewe unachagua ipi? Hii inaweza isiwe yako, ni njia yangu. Kwa sababu mimi mzazi shamba anapenda. Mpaka leo yani yeye anaenda tu shambani yani. Mimi nilivyokuwa nikirudi likizo baada ya kuanza kupata, Mungu akunijalia kuanza kupata hela. Akiniambia hey, tunaenda shambani kesho asubuhi. Naambia okay sawa. Kwa hiyo mlikuwa mnataka tuende na mimi? Hapana, mimi na kazi za kufanya. Mimi nitawapa vibarua 3. Nataka ulipress nafasi yangu. Kwa hiyo mpaka leo hiyo mimi ninayo hiyo. Kwa hiyo siendi mimi shambani. Mimi akikuwa kitu changu. Kwa hiyo vivyo hivyo wazazi wanaweza kuwafundisha watoto wao bwana namna ya kuishi. Kuna namna hii na hii na hii na hii ya kuishi. Usiposoma utakutana na 1 2 3. Na hicho kitu mpe aki-experience kabisa. Kwamba bwana usiposoma kazi zako zitakuwa ngumu. Sasa hizo kazi ngumu azianze kuziona mapema. Lakini mtoto ukimlelea tu ile kwa kumdekeza matunzo mengi, hata una ugumu wa maisha, hana sababu ya kusoma. Kwa sababu anaamini anasoma kwa ajili gani? Ndani kuna pesa na kuna mali za urithi. Kwa maana hiyo mzazi anaweza kaelewa huyu mtoto biashara hawezi. Yes. Ameshaenda naye anaona huyu hawezi. Yani anazidishia watu change, haelewi yani. Huyu ni wa kuajiriwa. Naomba niseme ujumbe. Anasema asalamu alaikum, hello weekendi Wakarungi na Messi. Hello. Tasibota. Twasibao. Anasema kwanza nampa hongera sana kijana Masud, big up kwake, na ushauri kwa vijana wengine, jamani waangalie nje ya boksi na wakitaka kujitazama watumie vioo vikubwa kujiona vizuri badala ya kutumia kioo kidogo ambacho utaona sura tu bila masikio. Mfano mzuri wa kuigwa ni wa kujifunza kutoka kwake Rashidi hapo Abdalla. Sana mimi ni Rashidi Abdalla, nipo na Mpula Msumbiji. Asante sana kutoka na Mpula. Anaitwa Ahmadi kutoka Kilwa. Vijana wa sasa hivi jamani hatuwezi kutoboa mpaka zitolewe betting kwa sababu tumeacha kabisa kutafuta hela. Anasema Wakarungi leo umenifurahisha kupiga ngoma ya msondo. Anasema naomba muendelee kupiga ngoma za zamani. Usijali.
Sisi ndo vijana wa zamani tupo. Audax Marino wa Kilimahewa, Big Mighty, kikubwa katika maisha ni kutokata tamaa, lolote linawezekana. Nawatakia siku njema, asante. Hello weekend jamani, mpango mbadala kujikwamua kiuchumi na ni kukaa na kutafakari kwa kina na kujipanga upya na kutorudia makosa. Anaitwa Hamisi mpiga picha kutoka Ndanda. Huyo anasema yahitaji moyo sana katika kujikwamua kiuchumi. Wengi wetu tumeshaingia njiani pindi tunaishiaga njiani pindi tunapopata changamoto, lakini hakuna kitu rahisi. Anaitwa Halidi Kachuru kutoka Korogwe, Tanga. Anasema anaitwa Wena Thomas kutoka Msongola Mwanzo wa Lami. Anasema mpango mzuri wa kujikwamua kiuchumi hasa kwa vijana au mtu anayeanza kwenye maisha, kwanza kujifunza ujuzi, kuanzisha biashara ndogo, kuweka akiba, kupunguza matumizi ya kifisadi. Kumbe kuna matumizi ya kifisadi na msemi. Unajihujumu. Kujiunga na vikundi vya ushirika kama SACCOS na kujitambua. Haya. Joka wa Garage anasema nipo na mke wangu hapa, Bi Urida Mpangile. Haya wifi, tunamsalimia kwa jina Hello Weekend, si ndio? Kabisa kabisa. Tunafuatilia kipindi chenu tukiwa Kisemvule, mtaa wa Soweto. Haya, anasema leo jamani watakuepo wachambuzi kuchambua mpira hapo baadaye. Watakuepo, endelea kusaidia na sisi. Anasema hongera sana kwa Hamisi kwa kuwa mfano bora katika jamii na kuondoa zile zana za kuwa wauza matunda ni watu wasio na elimu. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Tutaendelea kusoma kama muda utakuwa unaturuhusu hapa, lakini tubakiza dakika chache tu. Asante. Wauza matunda hawana elimu, jichanganye. Mtu amesoma zake political science na historia. Anaingiza siasa kwenye matunda. Siasa ni kila kitu. Siasa ni maisha. Ndio Mwambene. Tunafanyaje sasa? Kijana ameshaanza consistency, ile mwendelezo wa biashara ili aweze kusimama, kuajiri wengine, kuwashika mkono wengine na pengine kuwalipa hata fedha zao, mishahara, kulipa kodi na vitu kama hivyo. Hapo sasa anafanyaje? Ili kusimama, jambo la kwanza unahitaji maarifa. Napenda kusema kwamba eneo lolote unaloona mtu anafanya vibaya ni kwa sababu anapungukiwa, anakosa maarifa. Kwa unahitaji maarifa, na kwenye biashara tunahitaji maarifa aina 3. Aina kwanza maarifa ya kudhibiti pesa unazopata kwenye biashara zisipotee. Aina pili ya maarifa unahitaji maarifa ya masoko na mauzo, jinsi ya kutafuta wateja na jinsi ya kuwabakisha, customer acquisition and retention strategies. Ukiachia maarifa ya masoko na kutafuta wateja, unahitaji maarifa ya kuishi na watu vizuri, people skills, kwa sababu wateja ni watu, wafanyakazi ni watu. Kuna watu wana wazo zuri la biashara wanahitaji wafanyakazi wazuri, lakini kwa sababu wao sio mabosi wazuri wanakimbiwa mara moja. Kwa wale wafanyakazi wazuri ndio kufanya kazi sehemu nyingine, kwa sababu biashara ni wafanyakazi. Ukikosa wafanyakazi wazuri na ukishindwa kuwaona wafanyakazi wako kama internal customer au wateja wako wa ndani, utawahudumia vibaya. Ukiwahudumia wateja wako wafanyakazi wako vibaya, na wao watabeba ile mentality, wataenda kuwahudumia wateja vibaya. Kwa lazima una people skills, ujue kuhusiana na watu vizuri, majirani, wafanyabiashara, wateja wako na vitu kama hivyo hapo. Jambo la pili, lazima uwe na nidhamu ya fedha. Usitumie fedha ya biashara kwa matumizi yako binafsi unapoanza biashara, ili uweze kuwa na consistency na ufike mbali. Usitumie fedha ya biashara kwa matumizi binafsi, na usitumie fedha binafsi kwa matumizi ya biashara. Weka utaratibu wa kujilipa mshahara. Hata kama biashara yako ni 200,000, lazima ujue mshahara wa wafanyakazi ni kiasi gani, hela ya mzigo ni kiasi gani, na mshahara wangu mimi ni kiasi gani kwa kila mwezi. Hiyo itakusaidia sana. Lakini pia weka malengo ya kukua. Leo una matunda sehemu moja, peleka matunda sehemu nyingine. Weka malengo ya kukua. Unaweza kutanuka hapo. Leo na matunda unakuwa na juisi, baadaye unaweza kuwaza kufungua biashara nyingine. Hivyo vyote vinaweza vikamsaidia mtu kukua. Lakini mwisho na kwa muhimu zaidi, ili mtu uweze kufanikiwa, ni muhimu sana ukajifunza ku network kama kijana. Network. Sasa umeona kama hapo Masudi ameanza kupata kazi maofisini huko. Hizo ni mchango wa network alionayo. Unaweza ukapata kwenye ofisi kubwa zaidi, ukajikuta kila siku mchana watu wote unawalisha matunda. Jengo lina watu labda wafanyakazi 20, 30, 40, 50 au 100. Kwa hiyo jifunze networking skills, kwa sababu mtandao wako wa watu utaamua aina ya mafanikio utakayoyapata. Yes. Sawa. Asanteni sana. Huyu anasema Mwalimu Amos Peter wa kutoka Mara, tumepata ujumbe wako. Anasema ni kweli vijana tuna deni la kulipa katika maisha haya. Niungane na nyie hapo studio kuwatia moyo vijana wote. Asante. Baraka Matias kutoka Masumbwe Geita, tumepata ujumbe wako. Huyu anasema anaitwa Hamis
Mkinga kutoka Tanga tumepata ujumbe wako Mwalimu Hamis, na Baligusa Boniface Sokoro wa halmashauri ya Mji Ujiji Kigoma pia na wewe tumepata ujumbe wako. Asanteni kwa yote ambao mmetuma ujumbe wenu, hatujapata nafasi ya kusoma, tutasoma tena siku nyingine. Muda wetu sio rafiki, itabidi tuhitimishe na tukiendelea kutafakari juu ya mpango mbadala wa kujikwamua kiuchumi. Tunavyohitimisha, Victor, unaweza ukahitimisha hapa na kutuambia watu wanawezaje kupata, lakini na vitabu vyako ambavyo unavyo. Umeambata. Okay, sawa. Sawa, niko na vitabu vingi vya masuala ya fedha, biashara na ujasiriamali, ikiwemo hiki cha biashara cha somo la leo. Kuweza kupata vitabu vyangu ni 07 44 12 66 40 07 44 hapa tutaje pamoja 07 44 12 12 66 66 40 au nifuatie kwenye mitandao yangu yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene. Okay. Yes, Victor Mwambene. Mtu anapata session zako na hata akihitaji umtrain. Yes, mafunzo kwa ajili ya fedha, mafunzo kwa ajili ya biashara. Una changamoto yoyote, piga namba, tutawasiliana. Na vitabu vyetu kwa haraka. Kuna hiki cha jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara, kinaeleza mambo ya biashara na kufanikiwa kwenye biashara. Kuna kanuni 20 za fedha, kinaeleza mambo ya akiba na uwekezaji kama unataka kufanikiwa. Lakini kuna nguvu ya kujua, kinaeleza siri 16 za mafanikio. Lakini kuna akili ya fedha, kinachoeleza mbinu za kutoka kwenye maskini na kujenga utajiri wa kudumu. Yes. Ya, kwenye akili ya fedha hapo. Nadhani huwa unasikia mtu ana akili ya mpira, mchezaji ana akili ya mpira. Sasa hakikisha kama unafanya biashara una akili ya fedha. Ili tuweze kutoboa. Shukrani sana Victor Mwambene. Kikubwa tunatamani wote tuwe mabosi kabisa.